Kuna watu hapa misingi ya kwenu inadai kuzika watoto, na unapambana na mizimu na wachawi wanatumia hiyo misingi kukuharibu. Kuna watu wengine hapa umeolewa na mwanaume ambaye kwao ni matapeli tu, ni ukoo wa kitapeli tu, ni ukoo tu wa kurusha watu, wana laana za watu, wamelaaniwa, na umeingia kwenye mambo ya watu bila kujua. Unashangaa unapigika kama mtumwa, kumbe mistari imechorwa, hamvuki. Sema kwa jina la Yesu, kila mstari uliochorwa kwenye familia, mimi nimekuja kama mwanamke, mimi niko kama mwanaume, naomba Mungu nisaidie. Kwenye hii familia waliochorewa ni matapeli, ni waizi, hawatajenga. Kwenye hii familia nitasimama kama shujaa, nitasimama kama shujaa. Sema kusema nitasimama kama shujaa. Ongea sema nitasimama kama shujaa. Biblia inasema aliye dhaifu aseme mimi ni hodari, na watangazia mizimu mimi ni hodari. Aliyepiga makofi amenielewa. Guse mwenzako mwambie I say kila boda waliokuchorea inafungwa. Familia zingine wamechorewa vijana wa walevi, hawapendi kulewa, hawapendi kuzaa nyumbani, hawapendi kuwa walivyo, mistari imechorwa. Sema naenda, sema naenda. Aina za msukule chapu nikie kwenye maombi. Msukule kitabu kile cha Isaya 42, kitabu kile cha Isaya 42, kitabu kile cha Isaya 42:22 anasema hivi: watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hebu tuseme kwa wale ambao hawana Biblia, sema kunifuate kwa nyuma, sema watu hawa, naomba basi sauti, sema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Na kutekwa, maana ya kutekwa manake huna uhuru. Manake ni kama mtu aje akushike akufungie mahali, umetekwa. Sasa Mungu alikuwa anaangalia kanisa hili, kimwili wako vizuri, wanatembea, lakini rohoni wamefungwa, wametekwa. Leo kuna mtu ananiangalia hapa, ni kweli tunakuona ni wewe, lakini haupo. Alafu Biblia yake anasemaje? Naomba unifuate. Sema na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo. Kumbe kuna mashimo katika ulimwengu wa roho. Leo kuna mtu unanisikiliza hapa, unatafuta kazi, unatafuta, kumbe uko kwenye shimo. Vitu vyako vimewekwa shimoni. Lini utapiga hatua? Kama uko shimoni unafanya biashara, lini wateja watakuona? Hii ni mambo ya rohoni wanangu. Nisikilize. Duniani hapa, ili uwe mtu, unahitaji tuwe kwenye ufalme mbili. Kama uko kwenye ufalme wa Mungu, nenda kwenye ufalme wa shetani. Na mimi nakushauri, sikubembelezi uwe kwangu. Kama unaona kwa Elisha kufai, na mimi narudi ile mara kwa, ukiona sifai, usikae kupoteza muda. Ni muhimu ukae chini ya baba ambaye unamwamini kwanza, kwa sababu Mungu akisema naye, kwa sababu una imani, unajiconnect na ile roho itakuja juu yako. Kwa sababu duniani kuna roho mbili tu, roho ya shetani na roho ya Mungu. Na duniani huwezi ukafanikiwa kama hauna roho. Oh my God, sikiliza vizuri. Mafanikio yoyote, mafanikio yoyote duniani yanahitaji roho. Kama una roho, hakuna mafanikio. Wezi. Ndio maana watu wengi mnateseka, kwa sababu nafungua duka, nanunua gari. Sawa, umenunua, roho gani nalinda? Wana wakiza wana taarifa hii na wanajua, wanazindika vitu vyao. Wewe umezindika, hata kumi utoi, hata sadaka hujatolea vile vitu. Hata ni mchungaji yupi hata alikuja akaiombea nyumba yako? Umechukua taarifa ukaipeleka iombee basi, au kwamba baba nataka nijenge, niombee basi. Ni wapi? Nani ametanguliza kuweka roho pale? Sasa kwenye boma hizi tulizopo tumezikuta tu roho. Shetani yupo. Yaani kabla hujazaliwa roho ilikuwepo. Ni Yesu yupi umemkaribisha pale. Na wanakujua kuliko unavyojijua. Sema wamewekwa kwenye mashimo, wamefichwa katika magereza.
Kumbe kuna gereza la ulimwengu wa roho. Yaani kuna mtu hapo unaniangalia hivi unakodoa tu macho hivi, hata ninapoongea hivi unielewe. Uko kwenye gereza. Ukiangalia hivi ni gereza, ukigeuka hivi ni gereza. Leo unatoka. Narudia, leo unatoka. Narudia, kila gereza lazima itavunjika. Narudia, kila gereza lazima itavunjika. Sema basi amina. Wamekuwa mawindo wala wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Niko hapa Elisha leo kwa jina la Yesu. Nitasema adui achia nyota za watu walioko hapa. Achia biashara zao, achia mimba zao. Leo kuna magereza yatavunjika. Nasikia sauti, kuna wachawi wanaanza kulia. Kuna magereza yatavunjika. Nasikia kuna wachawi wanalia kwenye shimo wameweka nyota yako. Kuna mashimo yatavukiwa. Kuna makaburi yatafunuka. Sema basi amina, sema amina, sema amina. Nasikia kelele za wachawi wakilia. Lazima waachie nyota yako, lazima waachie nyota yako. Nataka ukapenye. Nataka ukapenye. Mwambie mwenzako tutapenya. Sema basi amen. Sema amen. Sema amen. Sema basi amen. Kanisa, watu walifikia mahali roho ya kuwasubaa, yani kuzubaa. Kusoma hiyo nabii utakuta ilifika mahali kanisa hili watu wamezubaa, hawajui cha kufanya, wapo tu. Nataka niwaambie Alfa na Omega, hawatakuwa watu wa kuzubaa. Iwe kizazi chenye akili. Wawe watu wenye kizazi chenye akili. Watoto wako wawe ni watu wenye akili. Wawe watu ambao wakipanga mipango itiki. Kabla Yesu hajarudi uweke historia duniani. Kabla Yesu hajarudi vuka mipaka. Kama babaka alikuwa na baiskeli, nenda kwenye gari wewe. Kama alifia kwenye ngumbe, nenda kwenye gorofa wewe. Kama babaka alikuwa na nyumba ya bloku na kutawikia utaishi kwenye nyumba ya bloku wewe, nenda gorofa ya pili. Nunua nyumba za kupangisha. Kabla Yesu hajarudi duniani, nataka watoto wako waendeshe magari. Nataka watoto wako wakafanyike wa baraka. Yeyote aliyezuia watoto wako, ninatamka uovu ule tunakwenda kuuondoa. Alafu jina la kwako litajwe kwa upya kwenye hiyo familia. Sema basi fire, sema fire, sema fire. Narudia kutamka kinabii. Kama ulishia la 7, kama ulishia form 4, kama ulishia kwenye ualimu, kama ulishia kwenye ukurugenzi, natamka watoto wako wavuke viwango. Mistari waliochorea familia ya kwenu, nafuta hiyo mistari, nafuta hizo boda, nafuta hiyo mistari. Mtoto wako alende level ya baraka, awe lecturer, wawe madaktari, wawe level ya baraka, wawe level ya baraka. Kama mume wako ni askari, mtoto wako asibaki kwenye uaskari, aende kwenye uofisa, aende kwenye level ya baraka. Ninatamka kinabii, tumbo lako livunje mistari iliyochorwa, nenda level ya baraka. Sema sitabaki na hii maisha. Wangapi wanasema sitabaki na hii maisha? Mguse basi mwanzo kwambie nenda level ya baraka. Kama babaka alikuwa yuko chini na kutamkia vuka kiwango chake. Kama walichora mstari, tunavuta hiyo mistari. Na unajua kama kuna watu walimshughulikia babako, walimshughulikia mamako, kama kuna lani nafanya kazi, ukumbuke huo mstari unakuchoria pia na wewe kwamba uzao huu ni uzao wa utapeli, ni uzao wa wizi, ni uzao wa pressure, ni uzao wa kisukari, ni uzao wa jane, ni uzao wa mateso haya. Nataka leo Mungu akuvushe uende ng'ambo ya pili. Tunakataa huo mstari. Tumeja aseme nakataa huo mstari walionichorea. Fanya basi, fanya kwa Mungu, fanya kwa sema nakataa huo mstari. Nakataa. Misukule ni watu wa namna gani? Watu ambao kwa hali ya kawaida walikufa na kuzikwa, kumbe hawajafa, kumbe walichukuliwa kichawi. Tunayezika ni gogo. Sio kila anayekufa ni Mungu. I am telling you. Kuna watu wanakatiziwa maisha. Sema nakataa kukatiziwa maisha. Wachawi wakitaka kumaliza wanatafuta rekodi ya kwenu ya kuzaliwa. Na mtu anaweza akamalizwa kwa sehemu kuu 3. Tunaomba ukisikia mtu akwambia leta kucha, leta nywele, usitaki. Mtu anamalizwa kwa sehemu kuu 4. Moja, anamalizwa kwa njia ya kucha. Kucha zako zikichukuliwa umekwisha. 2, nywele, tena nywele za hapa. Tumeona wengine mnaotaga mnanyolewa. Wachawi wanakuja kwenye ulimwengu wa roho, wanaiba ufahamu wako. Lakini jambo lingine,
kwa njia ya mate. Mate yachukuliwa. Jambo la mwisho ni siku yako ya kuzaliwa. Yule mtu aliyekuja kupiga vigelegele wa kwanza kutamka neno, anategemea ametamka neno gani kwako. Siku yako ya kuzaliwa ina muunganiko mkubwa na mafanikio yako. Ukisoma kitabu cha Yeremia anasema hivi, na ilaaniwe siku niliyozaliwa, na alaaniwe aliyeleta ripoti kwamba amezaliwa mtoto wa kiume, na alaaniwe aliyemwambia mama hongera umezaa. Sasa unajua siku umezaliwa kitu gani kimetamkwa juu yako? Na siku yako ya kuzaliwa inabeba historia ya maisha yako. Hilo neno la kwanza iliyoanzishwa pale inaleta kila kitu. Je, unajua ulipoingia duniani nani alitamka neno baya juu yako? Je, una taarifa mkunga aliyekupokea alinena kitu gani? Kuna mtu anielewe? Tanielewa tu. Ndio maana kama kuna mtu amekufa sio mpango wa Mungu, utasikia mtu anasema hivi, jana nilisikia marehemu anagonga mlango. Marehemu amekufa, nilisikia mtoto fulani akiniambia hodi, nilimwota kwenye ndoto. Maana yake hajafa, bado yupo around, anatembea. Na kuzimu wanakwenda kumtumia kumrudisha kwenye familia, kulipiza kizazi, kuua. Na akirudi kwenye ulimwengu ule wa roho, harudi kama mtoto wako, harudi kama, unakumbuka ule mtoto mama Nanzi alikuwa uawa, arudi amalize familia. Naongea kitu ambacho unafahamu, nimeshakutana nao kwenye madhabahu. Sema nakataa mtu kufa kwetu. Sema nakataa mtu kufa wakati sio mpango wa Mungu. Sema basi, sema nakataa, iwe kwangu iwe kwa mwingine. Mungu nisaidie. Yaani wanaelewa hata Mungu ananisaidia wanaelewa. Namba 2, ni wale watu waliopotea, sio kwamba wamekufa, wanapotea kwa mazingira ya kutatanisha. Ni mtu ametoka asubuhi kwenda kufanya kazi, anapitiliza. Ni mama amekwaga anaenda Nairobi kufanya kazi, harudi. Ni mtu amekwambia anaenda Mbeya kufanya kazi, haja hata na 100. Ni mtu amekwambia tuko pamoja, anapotea na kusahau, au anapotea kwa mazingira ya kutatanisha. Huyo mtu anatumikishwa. Inakuwaje mtu anaenda Nairobi kufanya kazi asirudi? Siku anaenda kurudi, mnajua alipatikana amekufa mahali, au ameondoka nyumbani akiwa na amani, anarudi hana chochote mikononi. Hii ni utumwa. Ni watu wangapi mnaamka asubuhi kwenda kazini? Angalia mwisho wa mwezi mnachopata. Angalia vijana wanavyoamka asubuhi na kupambana na matoyo na kupambana na ajira za watu. Angalia mwisho wa mwezi hawafanikiwi.